Unatafuta suluhisho za kuepuka kadi za makaratasi? Well, nina habari njema kwa ajili yako. Invite Pro ipo kwa ajili yako. Tunakuletea kadi za kielektroniki smart na za kisasa ambazo utatuma kadi za mwaliko na michango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Na hizi ni huduma zetu. Tuna design kadi za mwaliko na za michango, kadi nzuri zenye mvuto. Wateja wote watapokea kadi zao za mwaliko, either awe na smartphone au kichochi. Tunatoa huduma zetu kwenye mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kupitia ukurasa wetu wa Instagram @invitepro_ au tupigie simu kupitia 0747474098 au tutumie ujumbe kupitia WhatsApp 0763570877. Karibuni. Bodi ya kitaaluma ya ununuzi na ugavi PSPTB inayofanya kazi chini ya Wizara ya Fedha imetoa onyo kali kwa watahiniwa wote wa fani ya ununuzi na ugavi kujiepusha na vitendo vya ukiukwaji wa kanuni na taratibu za mitihani, ikisisitiza kuwa haitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi ya watakaobainika kufanya udanganyifu. Onyo hilo limetolewa leo Januari 30, 2026 jijini Dodoma na mkurugenzi mtendaji wa PSPTB Bwana Godfred Mbai wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu udahili na matokeo ya mitihani ya bodi hiyo. Ufaulu unaonyesha kwamba kati ya 1223 waliofanya mitihani hiyo, watahiniwa 595 sawa na 48.7% ndio waliofaulu mitihani yao yote, na watahiniwa 589 sawa na 48.2% watakuwa na masomo mbalimbali ya kurudia kati ya somo moja hadi masomo matatu au manne kwa wale wenye masomo matano, na watahiniwa 39 sawa na 3.2% wao watapaswa kurudia mitihani yao yote kwa sababu wameferi kabisa. Tunatoa pongezi kubwa na za dhati kwa watahiniwa wetu waliofaulu ambao sasa watapaswa kusubiri mahafali na kuweza kutunukiwa vyeti vyao. Lakini pia tunatoa pongezi kubwa kwa wahadhiri na wakufunzi ambao ndio wanaoendesha na kusimamia vituo vya maandalizi ya mitihani hii katika vyuo vikuu na vyuo mbalimbali vya elimu ya juu hapa nchini, ambao ni wadau wetu wakubwa katika kukuza na kulea taaluma hii ya ununuzi na ugavi nchini. Hata hivyo, katika mitihani ya 32 tulipata vitendo vya uvunjifu wa taratibu za mitihani. Kuna watahiniwa wawili ambao walikuwa wanafanya mitihani ya ngazi ya juu kabisa ya CPSP ambao walikamatwa wakijihusisha na vitendo vya udanganyifu, na waliingia kwenye vyumba vya mitihani wakiwa na notes, makaratasi ambayo yalikuwa yanafanana kabisa na mitihani iliyokuwa ikifanyika katika vyumba vile vya mitihani kwa siku inayohusika. Hii ni kuvunja taratibu za kimitihani, na wasimamizi walitoa ripoti na kuchukua vielelezo ambavyo leo asubuhi vimewasilishwa kwenye kikao cha bodi ya wakurugenzi. Bodi imepitia vielelezo vyote, imepitia maelezo ya wasimamizi, imepitia maelezo ya watahiniwa walioyatoa baada ya kukutwa na vitu hivi ambavyo vilikuwa viruhusiwi, na kwa mantiki hiyo bodi imefanya uamuzi kwamba swala hilo lielekezwe kwenye kamati ya usajili na nidhamu ya bodi ya wakurugenzi ambayo inaitwa RDC, Registration and Disciplinary Committee. Kwa hiyo bodi ya wakurugenzi imeielekeza kamati ya usajili na nidhamu iweze kuwaita watahiniwa hao wawili mara moja ili waweze kujieleza ni kwa nini wasichukuliwe hatua zaidi za kitaaluma, ikiwepo
kufutiwa usajili kama ikionekana inafaa. Lakini kwa wakati tukisubiri kamati ya usajili na nidhamu kukaa, matokeo ya watahiniwa hao wawili yatashikiliwa. Matokeo hayo hayataweza kutolewa, yatashikiliwa mpaka pale ambapo uamuzi wa kamati ya usajili na nidhamu utakapokuwa umewasilishwa kwenye bodi ya wakurugenzi na kuidhinishwa na kutangazwa. Na wataruhusiwa pia kuja na watu wote, mawakili, mtu yeyote ambaye wanadhani kwamba anaweza kawasaidia katika utetezi wao. Wataruhusiwa pia kuandika submissions, wataeleza nini kilichotokea na ili kuleta ile justice, lakini good governance, utawala bora. Kwa hiyo mtu atapewa uhuru wa kupewa tuhuma na kujieleza, kutoa vielelezo kama nadhana navyo, lakini pia kuja na mtu yeyote ambaye anadhana anaweza kumsaidia katika shauri litakalowasilishwa kwenye kamati ya nidhamu na usajili ya bodi ya wakurugenzi. Bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi PSPTB inatoa wito kwa watahiniwa wa mitihani ya PSPTB na wanafunzi wa vyuo na wazazi na wadhamini wote mbalimbali kama ifuatavyo. Watahiniwa waliokosa alama za kutosha kuwafanya kufaulu mitihani hii wanahimizwa kujisajili tena kurudia mitihani hiyo. Na kwa wanafunzi waliomaliza vyuo vikuu nchini au wale waliomaliza nje na vyeti vyao kuthibitishwa na TCU wanakaribishwa kujisajili kwa ajili ya kufanya mitihani ya 33 ya bodi itakayofanyika mwezi Mei. Pia tunatoa wito kwa wazazi na wadhamini walezi ambao wamekuwa wakiwasponsor watahiniwa wetu waendelee kuwa support, kuwalipia ada mbalimbali za mitihani, lakini pia ada za kwenye vituo vya maandalizi ili waweze kufanya review na kujiandaa na mitihani hii ya 33 itakayofanyika mwezi Mei. Watahiniwa wote wa fani ya ununuzi na ugavi ninatoa wito, na nimekuwa katika swala hili nimekuwa mkali kweli na ni jambo ambalo linanichukiza. Tunawaomba, na ndugu waandishi, tunaomba mtusaidie. Hawa ni watu ambao tunawalea kwenye taaluma ambayo inaenda kusimamia michakato ya ununuzi wa sekta binafsi na sekta ya umma. Sasa unapoanza kutuonyesha vitendo vya kutokuwa mwadilifu kwenye mitihani yako, maana yake tunazalisha nini? Tunazalisha jambazi. Hii ni hatari sana, na nimekuwa sina simile kabisa katika, wala sijawahi kuwa na huruma katika jambo hili. Tunatoa wito na tunatoa onyo. Mwanafunzi yeyote, mtahiniwa yeyote anayejisajili kufanya mitihani ya bodi asijihusishe na vitendo vya udanganyifu. Wafanye maandalizi, mitihani inafaulika. Hatuna jambo jipya tunalolianzisha sisi hapa duniani. Mitihani ni hatuwaletee mitihani kutoka masomo ambayo hawajawahi kusoma au ambayo hatujawafundisha. Kwa hiyo tumetoa mitaala, tumetoa miongozo vyuo vikuu vyote vinavyofundisha masomo ya ununuzi na ugavi nchini. Tumevipa mitaala, tumetoa miongozo. Tunaomba tafadhali wajiandae. Kuja kufanya udanganyifu kwenye vyuo vya mitihani, bodi haitaweza kumhurumia mtu. Na kwa bahati mbaya sana sheria imetupatia mamlaka ya kumfutia mtu usajili. Sasa wasitufikishe hapo. Tutafuta usajili wa mtu, maana yake tumekuharibia future kabisa kwenye masuala ya ununuzi na ugavi, kwa sababu huwezi kupractice kama hujasajiliwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo tunatoa wito watu wajiandae, na tunatoa onyo, na nilishatangaza kwa mtu yeyote ambaye anajua ana malengo ya kufanya udanganyifu na ni mwajiriwa wa sehemu yoyote ile au anatafuta ajira sehemu yoyote ile, asijaribu, kwa sababu baada ya kamati kujiridhisha na bodi ya wakurugenzi kuidhinisha,
maeneo ya kwanza tutakayofanya mawasilisho ya kilichotokea ni kwa mwajiri wake, kama njia mojawapo ya kukomesha swala hili, na tutapeleka mpaka sekretarieti ya ajira FNDB ili kuonyesha how serious, ni jinsi gani ili swala linatukera, kwa sababu hawa ni watu ambao tunawagroom waje kusaidia nchi, waje kusaidia sekta binafsi, na sekta binafsi kikua, maana yake serikali inapata kodi, inapata kodi na serikali haiwezi kuendeshwa bila kodi. Sasa kama tunazalisha watu wanaoenda kufanya udanganyifu wa design hii, hapana. Kwa hiyo tunatoa wito kwa kweli, vijana wawe waaminifu, wafanye maandalizi na wasijihusishe kwa njia yoyote ile na vitendo vya aina hii, kwa sababu vinachafua taswira, vinachafua fani nzima ya ununuzi na ugavi, lakini pia vinaweka maswali makubwa kwamba huyu mtu kesho anaweza kawa mtu wa aina gani. Kwa hiyo tunaomba sana mliweke hilo kwa msisitizo kama huo ambao unauweka, au hata zaidi kulingana na fani zenu, kuhakikisha kwamba swala hili tunalikemea kwa nguvu zetu zote. Bwana Mbai pia amewakumbusha wahitimu wa vyuo vikuu vya ndani na nje ya nchi kujisajili kufanya mitihani ya kitaaluma ya PSPTB ili kupata sifa stahiki katika fani ya ununuzi na ugavi. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.